Bwana asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Matumaini yangu kabisa mko salama tena wazima wa afya. Na katika siku ya leo nina neno tu fupi ambalo nataka nilifundishe. Neno hilo ambalo nitalinena sawa kama na Kristo atakavyonisaidia. Neno hilo, neno linalosema ya kwamba jiponye nafsi yako. Jiponye nafsi yako, ndugu yangu. Kabla ya yote nitakwenda kumuomba Mungu apate kunisaidia katika neno hili. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa ajili ya wema wako na kwa ajili ya siku ya leo. Wewe ni Mungu uwezaye kutenda. Uliyetenda zamani na hata sasa bado unatenda. Nisaidie mtumishi wako nikanene neno hili ambalo Bwana umelileta juu yangu, nikapate kulifundisha sawa na vile utakavyo. Neno hili Bwana likanenwe sawa na vile upendavyo. Nisaidie Bwana. Ninaomba ni katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Jiponye nafsi yako. Nitaanza na Mwanzo. Nitasoma Mwanzo sura ya 19 na mstari wa 7. Nitasoma katika jina lake Yesu Kristo. Na soma: ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma wala usisimame katika hilo bonde, popote ujiponye, mlimani usije ukaupotea. Akasema tena 21, akamwambia, tazama nimekukubali hata kwa neno hili, kwamba sitauangamiza mji huo ulionena, hima ujiponye. Anathibitisha tena, hima ujiponye huko, maana siwezi kufanya neno lolote hata uingiapo humo. Kwa hiyo jina la mji ule likaitwa Soari. Jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi Lutu alipoingia Soari, ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na Gomora, juu ya Sodoma na juu ya Gomora kibiriti na moto toka mbinguni kwa Bwana. Akaangusha miji hiyo na bonde lote na wote waliokaa katika miji hiyo na yote yaliyomea katika nchi hile. Lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Wakati hapa malaika anamwambia kwamba, anadhibitisha mara pili, anamwambia kwamba jiponye nafsi yako, usitazame nyuma wala usisimame katika hilo bonde, popote ujiponye. Mbili hizo. Ya tatu anasema ya kwamba akamwambia, tazama nimekukubalia hata kwa neno hili, kwamba sitauangamiza mji huu ulionena, hima. Ya mara tatu hiyo, hima ujiponye huko. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana kanisa. Hili ni neno lako, wewe uliye katika dhambi. Wewe uliye katika dhambi. Unafikiri nini? Unawaza kitu gani? Maisha yako ulio nayo yatafika mpaka lini? Hivyo unavyoishi katika dhambi, utaishi mpaka lini? Unapenda vitu vya dunia, unapenda ulevi, mpaka lini? Utaacha kutumikia dunia lini? Lini? Mungu hapendi mtu kukaa katika dhambi. Hapana. Na ndio maana anawavumilia. Watu wengi wanasema kwamba watu wanasemaga dunia inaisha. Mbona iishi? Sasa wewe, rehema za Mungu ni nyingi. Anataka sisi wote tufikirie wokovu. Na ndio maana anatuvumilia. Si kwamba Mungu anakawa. Mungu hajakawia kama jinsi watu wanavyodhania kukawia. Mungu hajakawia.
bali anatuvumilia. Anavumilia wale walio katika dhambi wapate kufikiria neema yake. Na ndio maana Mungu hajaja. Lakini dunia inisha kuwa mwisho hii. Hii dunia tuliyomo iko mwishoni. Iko mwishoni. Na kwa vile kibaya zaidi, kwa kuwa kuna mtu na malaika, hakuna mtu anayejua siku ya Mungu kuja duniani, Kristo atakapokuja kuchukua watu wake. Ni mbaya hiyo. Ingekuwa kwamba iliandikwa kwenye Biblia Kristo atarudi siku fulani na tarehe fulani na mwaka fulani, watu wangekuwa wanasema kwamba hata kwanza nile raha, alafu baadaye ukifika mwaka fulani nibadilike. Lakini hiyo haiko. Unajuaje kama Kristo atakuja kesho? Unajuaje kama Kristo atakuja mwakani? Kwa hiyo saa zote wewe uliye katika dhambi, ninaongea na wewe uliye katika dhambi bado. Wewe uliye katika dhambi, tafuta jinsi gani utakavyookoka. Watu wengine wanaitwa lakini wanakataa. Unasikia kabisa moyo unaenda kwenye mkutano, haujawahi kuna mkutanoni, unaenda lakini unasikia moyo unakuambia kwamba nenda kule, okoka. Unakataa. Wengine wanaambiwa okoka. Unaonyeshwa jinsi dunia ilivyo, haupendi kuokoka kwa sababu ya uzuri wa dunia. Ndugu yangu, vitu hivi vinaisha, vitu hivi vinakufa, vitu hivi havidumu, vitu hivi vina mwisho wake, vitu hivi vinaoza, vitu hivi vinanuka. Badilisha maisha. Okoka. Usiweke moyo wako kuwa mgumu. Usiweke moyo wako kuwa mgumu. Siku moja jua kuna kifo, siku moja utakufa. Usife huko katika dhambi. Usife na bado huko katika dhambi. Hawa malaika hawa walitumwa waende wakaangamize Sodoma na Gomora, hizi nchi mbili. Alafu wakakuta Lutu ana familia yake. Wakasema sisi hatuna muda wa kukaa hapa kwa sababu tumetumwa tuje kuangamiza hizi nchi. Kwa hiyo basi, kama una ndugu, tunaomba uwatoe ndugu zako, uwaponye ndugu zako. Lakini kwa kuwa ndugu zake nao walipenda dunia, wakakataa. Na yeye na watoto wake waliomsikia na mke wake wakatoka, wakafuatana wale malaika. Lakini hona jinsi mtu anavyobadilika. Hao malaika mmoja anamsisitiza mkewe Lutu, anamwambia kwamba hima ujiponye nafsi yako. Na mimi nakwambia hima ujiponye mwenye dhambi. Hima jiponye, bado muda ungali iko. Hii ni wakati wa neema. Ipo wakati ambao utakapofika neema itafungwa. Utatafuta neno, hautaliona. Utatafuta wahubiri, hautawaona. Utatafuta mahubiri, hautayaona. Utatafuta ubatizwe, hautabatizwa. Utatafuta utubu dhambi zako, hautapata mtu wa kukutubishia, kwa kuwa Mungu atakuwa ashatwaa watu wake wote. Bwana turumie sana. Bwana turumie sana. Wewe Mkristo uliye katika Kristo na unarudi nyuma. Kwa nini? Usirudi nyuma. Usirudi nyuma. Malaika anamwambia kwamba jiponye nafsi yako. Usitazame nyuma wala usisimame katika hilo bonde, popote ujiponye. Malaika anamwambia, ewe mkewe Lutu, usitazame nyuma. Jiponye popote ambapo utakapokuwa. Usitazame nyuma. Nenda na safari jinsi ambavyo utakavyoanza kukimbia hapa. Nenda hivyo hivyo, wala usitazame nyuma kinachoendelea kunyuma huku. Usikitazame. Kwa sababu utakapotazama kunyuma huku, uenda utatamani urudi huku nyuma. Utatamani labda uanze kuvirudia vitu vyako vya nyuma. Bwana Yesu aturumie sana. Wakristo wengi wamerudi nyuma. Wengi wamerudi nyuma. Wengi wamerudi nyuma. Kwa nini? Madhara yake ni kutazama nyuma. Madhara yake ni kutazama nyuma. Na neno linasema kwamba jiponye nafsi yako. Wokovu ni wa mtu huyu mmoja. Sio kwamba mimi nitakufa na mke wangu.
njia yetu itakuwa ni moja. Njia yako itakuwa ni moja kama umejichagulia mwenyewe. Ukisema mimi sipendi kumtumikia Kristo Yesu, nitatumikia zangu dunia ili nife na mke wangu kwenye dhambi. Haya, maisha ni yako. Lakini nakwambia kwamba ole wako wewe Mkristo unayerudi katika dunia. Umeshaonja uzuri wa Mungu, alafu tena kwa sababu ya vitu fulani vinakufanya unarudi nyuma. Ole wako. Au malaika wanamwambia mkewe Lutu ya kwamba jiponye nafsi yako, usitazame nyuma wala usisimame katika hilo bonde, popote ujiponye mlimani usije ukapotea. Wanamwambia, si kwamba wakumwambia, walimwambia kwamba ujiponye nafsi yako, kwa sababu usipojiponye nafsi yako utakuja kupotea. Si kwamba walimficha, wakumficha, walimwambia wazi, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma. Vile unavyokuwa unatembea hivi, usitazame nyuma, kwa kuwa utakapotazama nyuma utaangamia. Walimwambia, na ni kweli. Mtu anapoanza maisha ya wokovu, unaanza kutamani kuanza kuvirudia vitu vyako vya nyuma, utapotea. Hauwezi survive kabisa. Huwezi. Lazima utapotea. Unasema kwamba ni shida sana kumtumikia Mungu. Ni shida sana kwa Kristo, kwa shida sana. Mbona inanizuilia vitu vingi sana. Si enjoy life as you want. Siku moja utalia. Unaporudia nyuma kwa vitu vya dunia, Mungu anakuambia kwamba unaamua maisha yako ya kwamba mimi kuanzia leo sitarudia tena vitu vyangu vya nyuma. No turn back. Nitaenda forward. Hivyo kama utaenda forward, nenda forward. Kwa sababu unaposema kwamba una turn back, huku nyuma kuna hasara huku nyuma una hasara. Kwa kuwa ulivyookoka ulipiga hesabu ya kwamba mimi hacha niokoke, kwa sababu siwezi nikakaa katika maisha haya niliyo nayo. Sasa umeokoka, kwa nini kutazamia nyuma? Na haya ndiyo madhara ya kutazama nyuma. Malaika anamwambia mkewe Lutu ya kwamba usitazame nyuma, jiponye. 21 nasema ya kwamba akamwambia, tazama, nimekukubali hata kwa neno hili, kwamba sitauangamiza mji huo ulionena. Alimuomba mji fulani asiuangamize ili apate kwenda kukaa hapo, na malaika akamkubalia, akamwambia sawa, nimekukubalia huo mji, sitauangamiza. Lakini neno moja ninalo kwako, ewe mwanamke, usirudi nyuma. Tena namwambia usitazame nyuma. Tena namwambia jiponye. Akamwambia kwamba hima ujiponye huko, maana siwezi kufanya neno lolote hata uingiapo humo. Kwa hiyo jina la mji ule likaitwa Soari. Jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi. Lutu alipoingia Soari, ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kibiriti na moto toka mbinguni kwa Bwana. Akaangusha miji hiyo na bonde lote na wote waliokaa katika miji hiyo na yote yaliyomea katika nchi ile. Lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa gunzo ya chumvi. Madhara ya kutazama nyuma. Bwana alimwambia kwamba usitazame nyuma, lakini mkewe Lutu, kwa sababu ya kupenda vitu vya dunia, kwa sababu ya kupenda uzuri wa nchi ile, kwa sababu ya kuanza kufikiri hivi kunyuma, niliacha vitu vingapi? Na kwa nini nisitazame kunyuma? Huenda nikitazama kunyuma, hao watu wanaweza wakawa bado hawajaangamiza huu mji, niende nikajitwalie vitu vyangu ambavyo viko katika nchi. Walimwambia kwamba usitazame nyuma, hima, jiponye. Lakini yeye katika ile kukimbia, wako katika safari, yeye akatazama nyuma, na alivyotazama nyuma akageuka chumvi. Kifo hicho. Wewe Mkristo, usirudi nyuma, hata kama kuna magumu ya namna gani na kuchoma. Usirudi nyuma. Bwana Yesu aturumie.
Bwana aturumie sana. Bwana aturumie sana kanisa. Mwanzo sura ya 7 na mstari wake wa 9 hadi 20 na sura ya 9. Mwanzo sura ya 7 na mstari wake wa 9 hadi 20 na ngapi? Hadi 20 hadi 20 na 14. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Mwanzo sura ya 7 na mstari wa 9 hadi 24. Wakaingia katika safina alimo Nuhu wawili, mume na mke, kama vile Mungu alivyomwamuru Nuhu. Ikawa baada ya siku hizo 7, maji ya gharika yakawa juu ya nchi, katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa pili, siku ya 17 ya mwezi. Siku ile chemichemi zote za vilindi vikuu zilibubujika kwa nguvu, madirisha ya mbinguni yakafunguka. Mvua ikanyesha juu ya nchi siku 40 mchana na usiku. Siku ile ile Nuhu akaingia katika safina, yeye na Shamu na Hamu na Yafeti, wana wa Nuhu, na mkewe Nuhu, na wake wa 3 wa wanawe pamoja naye, wao na kila mnyama wa mwitu kwa jinsi yake, na kila mnyama wa kufugwa kwa jinsi yake, na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi kwa jinsi yake, na kirukacho kwa jinsi yake, kila ndege wa namna yoyote. Waliingia katika safina alimo Nuhu wawili, wa kila chenye mwili kilicho na pumzi ya uhai ndani yake. Na waliingia mume na mke wa kila kitu chenye mwili, kama vile alivyomwamuru Mungu. Bwana akamfungia ile gharika ilikuwako juu ya nchi siku 40, nayo maji yakazidi, yakaieleza safina, ikaelea juu ya nchi. Maji yakapata nguvu, yakazidi sana juu ya nchi, na ile safina ikaelea juu ya uso wa maji. Maji yakapata nguvu sana juu ya nchi, na milima mirefu yote iliyokuwako chini ya mbingu ikafunikizwa. Maji yakapata nguvu hata ikafunikwa milima kiasi cha mikono 15. Wakafa wote wenye mwili waendao juu ya nchi, na ndege na wanyama wafugwao, na kila mnyama wa mwitu, na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi, na kila mwanadamu, kila kitu chenye pumzi ya roho ya uhai puani mwake kikafa. Kila kilichokuwako katika nchi kavu, kila kilicho hai juu ya uso wa nchi, kikafutiliwa mbali, tangu mwanadamu hata mnyama wa kufugwa na kitambaacho na ndege wa angani, vilifutiliwa mbali katika nchi. Akabaki Nuhu tu na hao walio pamoja naye katika safina. Maji yakapata nguvu juu ya nchi siku 150. Siku 150. Bwana Yesu asifiwe sana. Mvua inanyesha miaka yote hiyo. Watu wako ndani ya safina tu, kama ndani hivi tunavyokaaga ndani. Wako tu. Watu wakapuuza. Watu walipuuza. Mungu alitazama dunia, akaona watu wamejaribia njia zao. Watu sasa wameanza kuishi kama wanavyotaka. Watu wamemsahau Mungu, kama ilivyokuwa ndani ya Sodoma na Gomora. Watu wanafanya usagaji, wanaume kwa wanaume wanauana, wanawake wa wanawake wanauana. Watu wanafanya mauaji, unyang'anyaji. Watu wanafanya kila aina ya uovu. Hatimaye Mungu akangamiza Sodoma na Gomora. Vivyo hivyo wakati wa Nuhu, watu waliokuwa katika ile karne ya Nuhu, watu walijaribia maisha yao. Watu wakaharibu dunia kwa vitu visivyopendeza, wakafanya machukizo. Lakini Mungu akakuja kuangalia ndani ya Nuhu, ni mtu mwenye haki,
akamponya Nuhu. Akamwambia tengeneza safina kwa kuwa mwisho wa kila mwenye uhai umefika mwisho mbele zangu. Akaangamiza watu wote walio wabaya, watu wote waliokuwa wakitenda maovu. Na huyu Nuhu angesema ya kuwa Mungu ameniambia kwamba nitengeneze safina, nitazame nyuma, naye angeangamia. Lakini kwa sababu alitii sauti ya Mungu, hakuangamia. Hatimaye akaokoa familia yake, na familia yake ikaokoka kupitia yeye, akaokoa na viumbe vingine. Mkristo, usitazame nyuma. Wewe mwenye dhambi, ukifa leo utaenda wapi? Ukifa leo utakuwa mgeni wa nani? Wewe uliokoka, maisha yako yako sawa? Na wewe uliyerudi nyuma, rudi. Wapi? Tubu upate kumrudia Kristo wako. Bado wakati upo. Bado wakati upo. Bado wakati upo. Usirudi nyuma tu kwa sababu ya vitu mbalimbali. Jipe moyo, jikongoje. Vumilia sasa katika teso unalolipitia, kwa kuwa Mungu ni mwema. Tazama mwisho wa Ayubu ulivyokuwa. Mmejua ya kuwa Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Jiponye nafsi yako. Jiponye nafsi yako ewe Mkristo. Kutoka sura ya 14, kutoka sura ya 14 na mstari wake wa 9 hadi 12, nasoma katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema kwamba Wamisri wakafuata nyuma yao farasi zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake, nao wakawapata hali wamepanga pale karibu na bahari, karibu na Piarothi, kukabili Basefoni. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Wanauliza swali. Mbona umetutenda haya kututoa katika nchi ya Misri? Wanauliza swali. Neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri? Wanauliza swali. Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hawa watu wa Misri walikuwa watu wa kulaumu tu kila wakati. Wanamlaumu Musa. Musa, mara tumekosa chakula. Ulitutoa huko Misri kwa sababu utuue, si afadhali kula jinsi ambavyo tulivyokuwa tunakula? Walikuwa ni watu wa kulaumu kila wakati. Hadi hatimaye Bwana akawa hana furaha nao. Hakakataa kabisa kile kizazi cha kwanza na kuambia, nyinyi Kanaani hamfiki. Mtapotelea nyinyi wote hapa. Nyinyi wote mtapotelea hapa. Njia ambayo ilikuwa ya karibu ya kupitia njia ya kupitia upande wa Filisti ilikuwa ya karibu kufika Kanaani, lakini Bwana akawazungusha kwenye ile njia, sijui ni ule mto, akawazungusha kwa miaka yote. Kwa sababu gani? Mungu aliwapima mioyo yao. Alisema hawa watu wasije wakanikataa. Hebu tusome hapa. Nami tazama, nitaifanya mioyo ya wa Misri kuwa migumu, na wataingia na kuwafuatia, nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake. Na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa Farao na magari yake na farasi zake. Kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka, kaenda nyuma yao, na ile nguzo ya wingu
ikaondoka hapo mbele yao, ikasimama nyuma yao, ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli. Napo palikuwa na lile wingu na lile giza, lakini lilitoa nuru wakati wa usiku, na hawa hawakuwakaribia hawa usiku kucha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aliwakataa watu kwa sababu gani? Hawa watu walikuwa wakitazama nyuma sana. Yaani wao walikuwa wakipata tu na kitu tu, wanaanza kulaumu. Wanaanza kutamani wangerudi Misri. Wanaanza kutamani wasinge alikuja kule ambako walikuja, wangerudi zao Misri. Hichi ndicho ambacho nakuhubiria na kukufundisha kuwa usirudi nyuma. Usirudi nyuma. Hata kama kuna magumu ya namna gani yanayokuchoma, hata kama kuna vitu namna gani vinavyokuchoma, usirudi nyuma. Wewe mtazamie Kristo. Wewe tumeumbiwa mioyo inauma, vitu fulani vinavyotugusa, tunaumia, lakini usitazame eti kwamba kwa sababu vitu fulani vinakugusa hata sasa nirudi katika dunia. Utaumia ndugu yangu. Huko nje huko kuna mbwa mwitu wakali, nao wanatutafuta. Tumeokolewa kwa neema. Usirudi nyuma kama wa Misri. Usirudi nyuma kama mkewe Lutu. Usirudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ng'ang'ana na Kristo. Wewe atazamia yaliyo mbele yako, kwa kuwa yaliyo mbele ni mazuri sana kuliko haya ambayo yaliyo hapa. Wewe mtazame Kristo. Usitazame watu wengine. Eti fulani ameenda huko, acha mimi niende. Wewe kaa ambako uko. Usiwe mtu wa kwenda huko kila kanisa wewe unaenda. Kila kanisa wewe ni wa kila kanisa. Wewe ni wa kila maombi. Ukisikia maombi ya mtu imefunguliwa na wewe umeshakuwa mshirika pale. Hapana. Mwisho utaenda kuambatana na watu wanaomtumikia shetani. Siku hizi nyakati tulizo nazo ni mbaya ndugu zangu. Usitazame vitu vya dunia, usirudie mambo yako ya kale. Usirudie mambo yako ya kale. Bwana sifiwe sana. Na kwenda kumalizia Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza, kuna neno moja hapa. Kuna story moja hapa. Kuna story moja hapa ambayo nitakwenda kuisoma. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Basi Samueli akamwambia, leo Bwana amekurarulia ufalme wa Israeli, naye amempa jirani yako aliye mwema kuliko wewe. Tena yeye aliye nguvu za Israeli hatanena uongo wala hataona majuto, maana siye mwanadamu hata ajutie. Akasema, nimekosa, lakini uniheshimu sasa na kuomba mbele ya wazee wa watu wangu na mbele ya Israeli, rudi pamoja nami nimwabudu Bwana Mungu wako. Nikirudi nyuma hapa 15 inasema kwamba 15 inasema kwamba na mstari wake wa kwanza, wakati huo Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi sasa isikilize sauti na maneno ya Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi, nimeyatia moyoni mwangu mambo hayo Amaleki waliowatenda Israeli, jinsi walivyowapiga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Basi sasa enenda ukawapige Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo, wala msiwaachilie, bali waueni mwanamume na mwanamke, mtoto naye anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Ndipo Sauli akawaita watu, akawahesabu huko Telemu askari waliopanda farasi 200,000 na watu wa Yuda 10,000. Sauli akaufikilia mji wa Amaleki, akauvizia bondeni. Sauli akawaambia, wekeni haya, enendeni zenu mkashuke ili kujitenga na Waamaleki, nisije nikawaangamiza ninyi pamoja nao, maana niliwatendea wana wa Israeli mema walipopanda kutoka Misri. Basi hao Wakeni wakaondoka wakajitenga na Waamaleki
Sauli akawapiga Waamaleki toka Avila uendapo Shuri unaokabili Misri. Akamkamata Agagi mfalme wa Waamaleki yu hai, akawaangamiza hao watu wote kwa upanga. Lakini Sauli na watu wake wakamwacha Agagi hai, na katika kondoo walio wazuri na ngombe na vinono na wanakondoo na chochote kilichochema wala hawakukubali kuangamiza, bali chochote kilichokuwa kibaya na kibovu ndicho walichokiangamiza kabisa. Ndipo neno la Bwana likamjia Samueli kusema, najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma asinifuate wala akufanya nilivyomwamuru. Samueli akasikitika, akamlilia Bwana usiku kucha. Samueli akaondoka asubuhi na mapema ili aonane na Sauli. Samueli akaambiwa ya kwamba Sauli alifika Karmeli, na tazama akajisimamishia ukumbusho, akageuka akapita akatelemkia Gilgali. Samueli akamwendea Sauli, naye Sauli akamwambia, ubarikiwe na Bwana, nimeitimiza amri ya Bwana. 14. Sikia madhara ya kurudi nyuma. Samueli akasema, maana yake ni nini? Basi hiki kilio cha kondoo masikioni mwangu, na huu mlio wa ngombe ninaousikia. Sauli akasema, wamewaleta kutoka kwa Waamaleki, maana watu waliowaacha hai kondoo na ngombe walio wazuri, ili watoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako, nao waliosalia tumewaangamiza kabisa. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, ngoja nami nitakuambia neno aliloniambia Bwana usiku huu. Naye akamwambia, haya sema. Basi Samueli akasema, ingawa ulikuwa mdogo machoni pako mwenyewe, je, ukufanywa kuwa kichwa cha kabila za Israeli? Naye Bwana akakutia mafuta uwe mfalme wa Israeli. Kisha Bwana akakutuma safarini, akasema, enenda ukawaangamize kabisa Waamaleki wenye dhambi, upigane nao hata watakapoangamia. Mbona basi ukutii sauti ya Bwana, bali ukazirukia nyara, ukafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana? Bwana Yesu asifiwe sana. Madhara ya kurudi nyuma ndiyo haya. Huyu Sauli ni mtu ambaye ni kabila ambayo ilikuwa ndogo sana kwa kabila zote za Israeli. Lakini katika hiyo kabila ndogo hiyo kukatokea mfalme. Na huyo mfalme Mungu akamfanya kuwa mfalme wa Israeli. Lakini huyo mfalme Mungu akamtuma kwa sababu Mungu aliyaweka maneno. Mungu unapotendea mtumishi wake jambo fulani lilo baya, likimhuzunisha Mungu lile jambo, Mungu lihifadhi lile jambo ndani ya moyo wake. Katika kizazi chako wewe unaweza usipatwe na kitu, Mungu akaacha kabisa, ukaona kwamba nimeishi vizuri, lakini katika kizazi chako watoto wako wakikua watapatwa na madhara kupitia pigo ambalo wewe, vitu ambavyo ulivyotendea mtumishi fulani, watoto wako wanakuja kupatwa na vitu. Sasa nitakacho kuambia kwamba madhara ya kurudi nyuma ndiyo haya. Huyu mtu alirudi nyuma kwa sababu hakutii maagizo ya Bwana. Alimwambia kwamba nenda kawaangamize Waamaleki wenye dhambi. Kwa nini Bwana alimwambia kwamba nenda kaangamize Waamaleki wenye dhambi? Kwa sababu gani? Wale Waamaleki waliwapiga Waisraeli walipokuwa wakitoka kule ambako walikuwa wakitoka. Sasa Bwana yale mambo akayatia moyoni, akasema nyinyi nitawaonyesha siku moja. Sasa alipojinulia mfalme akamtuma huyu Sauli, nenda ukaangamize. Akamwambia uangamize kondoo, mtoto, mwanamume, mwanamke, usiache hata mtu, angamiza, yani uangamize vyote, usijichukulia hata kitu chochote. Lakini kwa sababu huyu mtu aliweka tamaa mbele,
akaona vitu vizuri, akavirukia, akaangamiza vile vilivyo vibaya. Kwanza Bwana kumwambia amlete Agagi mfalme akiwa hai. Bwana alimwambia kwamba aangamize kabisa kila kitu kilicho hai. Moja, akafanya kosa moja, akamleta mfalme Agagi akiwa hai. Cha pili, akaangamiza vitu, nyama ambazo zilizo mbovu, alafu akaja na nyama ambazo zilizo safi, ya kwamba eti amtoe sadaka, azitoe sadaka mbele za Bwana Mungu wa Samueli. Ni mambo ambayo hayawezekani kabisa. Mambo ambayo hayawezekani. Sasa huyu mtu alirudi nyuma kwa sababu hakutii sauti ya Bwana. Hakuitii sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatimaye akarudi nyuma. Wewe Mkristo, unapookoka, unaposema kwamba unamtumikia Mungu, unaposema kwamba mimi kuanzia leo nitamtumikia Mungu wangu siku zote za maisha yangu, mbona umerudi nyuma? Mbona unatamani kurudi nyuma? Kwa kitu gani? Mbona kuyatazamia aliyo nyuma? Mbona kutamani kuwa kama mtu wa kidunia? Hiyo yote ni kurudi nyuma. Unapoanza kutamani uwe kama jinsi ambavyo ulivyokuwa zamani, unapoanza kutamani kuvaa kama mtu wa kidunia na uko ndani ya Kristo, unarudi nyuma. Unapoanza kutamani kufananishwa na mtu mwingine, wewe uwe naitwa eti wewe ndio mkuu, unarudi nyuma. Unarudi nyuma. Unarudi nyuma, ndugu yangu. Jiangalie wapi uliko. Jiangalie wapi ambapo umeanguka ili upate kutubu, usimame tena. Nitamalizia na neno moja. Mathayo sura ya 5 na mstari wake wa 29 hadi 30. Ninamalizia na andiko hili. Usirudi nyuma. Usirudi nyuma kwa sababu ya vitu mbalimbali. Usitamani uwe kama mtu wa kidunia. Wewe uliyekuwa mtu wa kidunia, unaanzaje kutamani tena kuwa mtu wa kidunia? Unaanzaje tena kutamani kuvaa kama mtu wa kidunia? Unaanzaje kutamani kufananishwa kama na mtu fulani? Waache watu wa dunia wakamatane na vitu vyao vya kidunia. Ninasoma hii Mathayo sura ya 5 na mstari wa 29 hadi 30. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema kwamba jicho lako la kuume likikukosesha, ling'oe, ulitupe mbali nawe. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Na mkono wako wa kuume ukikukosesha, ukate utupe mbali nawe. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Usirudi nyuma. Usirudi nyuma kwa sababu ya vitu hivi vilivyo katika dunia. Mambo ya dunia yanapita. Vitu hivi tulivyo navyo vitaisha. Hata kama niwe na nyumba nzuri, hata kama niwe na gari nzuri, hata kama niwe na watoto 100, hata kama niwe na watoto 5, hata kama niwe na watoto 4, hata kama niwe maarufu kiasi gani, vitu hivi vitaniisha. Vitu hivi vitaniisha. Lakini nitazame, ni count maisha yangu hapa nilipo. Je, if I die, if I go, what is gonna happen to me next? What is my life will be? Hivyo ndio vitu vya kufikiria, sio kuvitazamia vitu vya dunia. Hivyo jinsi ulivyo wewe leo, ni nani aliyekufikisha hapo? Ulikuwa katika dhambi, nao umepata salvation. Sasa kwa nini usijali wokovu kuliko vitu vyote? Tazama, mambo haya yanapita na yajayo yanadumu. Kufa ni mara moja. Hautakufa mara pili eti kwamba umeshakuwa kuzimu. Kwanza unaanza kupata mateso ya kuzimu, alafu baadaye ukishapata mateso ya kuzimu, hukumu kisha kuja ile jehanamu, baadaye tena unapata mengine. Okoa roho yako.
Okoa roho yako. Usirudi nyuma. Hata watu wanaorudi nyuma, wanatazamia nyuma, waache. Wewe usitazame nyuma. Kumbuka, uliapishwa wewe. Ukasema mimi nimemkataa shetani na mambo yake yote. Mbona mume amekufanya kurudi nyuma? Mbona mke amekufanya kurudi nyuma? Mbona mavazi yamekufanya kurudi nyuma? Mbona kazi imekufanya kurudi nyuma? Kwa nini? Hayo yote sio mambo ya kutazamia. Sawa, ni vizuri kuwa navyo, lakini sio vitu vya kuweka ndani ya moyo. Ninakuomba sana ndugu yangu, fikiri sana jambo hili. Kaa sana, fikiri sana jambo hili. Usikubali mtu yoyote kurudishe nyuma. Vitu tumezaliwa tumevikuta viko hapa, na hivyo ndivyo tutakavyoviacha. Wala hatutaenda navyo. Hatutaenda navyo. Ni neno langu na maombi yangu. Mungu akusaidie na Mungu akutie nguvu. Wala usitazame kurudi nyuma. Usiwe kama mkewe Lutu. Usiwe kama Sauli. Usiwe kama na wengine waliorudi nyuma. Usiwe kama Sulemani aliyerudi nyuma. Usiwe kama yule nabii aliyetumwa na Mungu. Baada ya kutumwa na Mungu, Mungu anamwambia kwamba yule nabii wa kusema jina lake aliyetumwa na Mungu aende kwa Yeroboamu, alafu baadaye anafika kule anaambiwa kwamba usile, yeye anaanza kula. Kwa sababu ya mtumishi mwingine anamwambia kwamba malaika ameniambia kwamba pitia kwangu ukale kidogo. Ile yote ni kurudi nyuma. Hakutii sauti ya Bwana. Mwishowe akafa, akapotelea mbali. Ni wengi waliorudi nyuma. Ni wengi. Tazama Yuda alivyorudi nyuma kumkana Yesu Kristo. Ile yote ni kurudi nyuma. Unapoamua kumtumikia Mungu, shika na msalaba wake. Shika msalaba. Ng'ang'ania wokovu. Ng'ang'ania maombi, vifungo. Omba sana. Funga sana. Ishi maisha matakatifu sana. Jitenge na vitu viovu sana. Jitenge na watu wa ovyo ambao hawawezi kufikisha, hawatakupata faida yoyote ile. Jitenge nao. Wewe uwe sababu ya kuwashawishi watu wamfuate Kristo. Watu wasiwe sababu ya kukushawishi wewe urudi katika dhambi. Alafu unakuwa tu Mkristo jina, siku ya Jumapili ndio unaonekana kuwa Mkristo, lakini siku zingine zote wewe si Mkristo. Ni shida sana. Ni shida sana, na Mungu atusaidie katika jina la Yesu Kristo. Amen.